In Jesus' name. In Jesus' name. I said in Jesus' name. Nasema kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 Simama tuheshimu neno la Mungu. Danieli sura 6 toka mstari wa 10. Danieli sura 6 toka mstari wa 10. Tutasoma tukishuka chini. Danieli alipojua kuwa ile hati imetiwa sahihi, alirudi nyumbani kwake ghorofani katika chumba chake kilichokuwa na madirisha yaliyofunguka kuelekea Yerusalemu. Humo Danieli, kama alivyokuwa kawaida yake, alipiga magoti mara 3 kila siku, akamwomba na kumshukuru Mungu wake. Watu wale waliofanya mpango dhidi ya Danieli waliingia ndani, wakamkuta Danieli akiomba dua na kumsihi Mungu wake. Basi walikwenda kwa mfalme na kumshtaki Danieli kwa kutumia ile sheria, wakisema, Mfalme Dario, je, hukutia sahihi kati ya sheria hukutia sahihi hati ya sheria kuwa muda wa siku 30 hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kuomba kitu chochote kwa Mungu yeyote au kwa mtu yeyote isipokuwa kutoka kwako wewe, mfalme, na kwamba yeyote atakayevunja sheria hii atadumbukizwa katika pango la simba? Mfalme akaitikia, hivyo ndivyo ilivyo kulingana na sheria ya Wamedi na Wapersi, ambayo haiwezi kubadilishwa. Angalia jirani yako, mwambie sheria itabadilishwa. Wakamwambia mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wateka kutoka nchi ya Yuda, kama ni Myuda, sheria itabadilika. Hakuheshimu wewe mfalme, wala hatii amri uliyoitia sahihi. Yeye anasali mara 3 kila siku. Mfalme aliposikia maneno hayo alisikitika sana, akajitahidi sana kupata njia ya kumwokoa Danieli. Aliendelea kujaribu mpaka jua likatua. Watu watashindwa kukuokoa, Mungu atakuokoa. Wanadamu watakosa suluhisho, Mungu ana suluhisho. Mahali wafalme hawawezi, mbingu zinaweza. Mahali akili zao haziwezi, akili za Mungu zitaweza usiku wa leo. Wale watu waliopendea mfalme Dario kwa pamoja na kumwambia, mfalme, ujue kuwa hakuna sheria wala amri yoyote ya Wamedi na Wapersi inayoweza kubadilishwa baada ya kuwekwa sahihi na mfalme. Amen. Nisaidie uangalie jirani yako, mwambie, nenda juu ya changamoto. Mwambie vizuri, nenda juu ya changamoto. Haleluya, haleluya. Asante na Mungu awabariki. Kabla hujaketi, nataka tu
uinue dakika moja mikono yako, ambie Baba, nipe uweza kwenda juu ya changamoto. Funga tu kinywa chako kwa dakika moja, ambia Mungu, nipe uweza niende juu ya changamoto yangu, nipe uweza nijenge imani zaidi ya changamoto ninayoikuta, nipe uweza nisimame zidi ya changamoto, nipe uweza leo Bwana nione changamoto yangu kuwa si kitu. Ambia Bwana, ambia Mungu, nena naye kwa dakika moja, mwambie Bwana, unipe nguvu na uweza ili kwamba changamoto yangu nipate kuishinda. Ambia Bwana, nipe uweza ili kwamba mabawa yangu yakakomaa zaidi, niende juu ya challenge zangu, niende juu ya changamoto zangu, nishinde jaribu iliyo mbele yangu, nishinde kipimo cha imani, nishinde kipimo kinachosimama mbele yangu. Mungu, nipe uweza, imani yangu ipae juu ya changamoto zangu, nipe uweza kukuamini kwangu kuende zaidi ya changamoto zangu, nipe uweza ili kwamba nikukubali wewe zaidi ya changamoto zangu, nipe uweza Mungu ili kwamba matarajio yangu yaende zaidi ya changamoto ninayo. Ninaamini una mpango na mimi, ndio kwa maana ninainua mikono yangu juu ya kichwa, ninakushangilia wewe, ninakushangilia wewe, ninakushangilia wewe. Watoto wa Mungu, tunaweza kuketi. Tumeanza somo Jumapili imepita tukiangalia kwenda zaidi ya changamoto, kupeleka imani na ngazi zetu juu ya changamoto zetu. Na wakati maisha ya mtu inaendelea, unakuta kila siku kuna kitu inayopima kuona umesimama namna gani. Watu wanapokuwa katika mawasiliano ya maisha, watu wanapokuwa katika mazungumzo ya maisha, wanakuta kila mmoja mahali anapoishi ana changamoto yake, na kila mtu changamoto yake inahakikisha vitu fulani. Kitu ya kwanza ambayo changamoto inahakikisha uweza wa kusimama ya mtu. Mtu anajulikana namna anavyosimama kufuatana na changamoto anayoipitia. Kitu ya pili, changamoto inafanya mtu kujua amekomaa mpaka ngazi gani. Uwezo wa kukomaa kwako kunapitana na kujulikana na changamoto unazozipitia. Kitu ya tatu, mtoto wa Mungu, changamoto hujulisha Mungu wa mtu ni Mungu wa aina gani. Ni mpaka unapokutana na changamoto ndipo mahali unaweka Mungu wako mbele ya mzani, mbele ya mtihani, ili kwamba ajidhihirishe yeye ni Mungu wa aina gani. Kwa hivyo changamoto kwa mtoto wa Mungu sio kitu ya kuua, ni kitu ya kuimarisha. Wakati mtu anakutana na changamoto, huyu mtu ni mtu ambaye anaanza kupima viwango vya kuendelea. Tena utaelewa kitu, hakuna mtu anatoka class 1 kwenda class 2 bila kufanya exam. Na exam haikuwagi ya kuonyesha meno. Unapokaa kwa exam, jasho inatokaga. Unapokaa kwa exam, mawazo yanarukaga. Unapokaa kwa exam, unafikiriaga zaidi ya kufikiria, kwa sababu ni muda mchache, lakini unaimarisha unapoelekea. Huo muda ndio unahakikisha baada ya hiyo mtihani, ikiwa umehitimu kwenda ngazi nyingine ama umeshindwa upande ulipokuwa. Sasa leo nimekuja kukuelezea mtoto wa Mungu, kuna graduation, na wengi wetu tunapenda graduation, lakini hatutaki wakati wa kudefend. Wakati tunaambiwa to defend cases, tunakuwa watu wa uoga, kitabu sijui, sijaelewa. Lakini wakati wa graduation unataka gown. Ikiwa unataka kanzu kwa kugraduate, basi ni sharti upambane na changamoto. Kama unanisikia sema nasikia.
Watu wengi hawajui ya kwamba changamoto ni njia ya Mungu kujidhihirisha kwa maisha ya watu. Wengi wangelikuwa wamebaki chini, lakini wameanza kuinuka toka siku wali-identify changamoto zao. Wakati walipogundua ya kwamba hii ndiyo viziki na vikwazo na milima na mawe inayotufungia njia tusiendelee, walipovigundua wakaanza kuendelea. Naomba Mungu leo akupeleke zaidi ya changamoto zako. Nasema Mungu akupeleke zaidi ya changamoto zako. Nasema mbingu ikupe uweza upande juu ya changamoto zako. Wakati wowote mtoto wa Mungu unapokuwa ukitembea, ukikuta njia ni tambarare, ukikuta njia ni salama, ukikuta kila kitu ni nywe, simama ujiulize, ninatembea na nani? Kwa sababu dunia hii wanaobeba Mungu ni sharti wakute vizito, ni sharti wakutane na magumu, ni sharti wakutane na mambo. Lakini uzuri ni kwamba hatupigani kwa sababu tunafaa kushinda, tunapigana tukiwa tumebeba ushindi. Watoto wa Mungu, nimekuja kuwatangazia, we don't fight to conquer, we fight with victory, we fight in victory. Tunapigana ndani ya ushindi. Haleluya. Sasa wakati unapokutana na changamoto, ni sharti ujue ya kwamba ya jana sio wewe uliishinda. Kwa hivyo ya leo usitake kuishinda. Ukitaka kupigana na changamoto, basi utapoteza njia. Uelewe ya kwamba Mungu anayekubeba ni Mungu apiganaye na changamoto zako. Wakati wowote unapokutana na changamoto, inua imani kwa Mungu na Mungu ashindane na changamoto. Ndio kwa maana Biblia inasema vita si vyenu bali vita ni vyangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Inamaanisha wakati unapompea Mungu vita, basi wewe unangojea nyimbo za furaha. Na wakati unaamua kuchukua vita, basi wewe ungojei matokeo ambayo hakuna mtu anaweza kukuambia. Mungu anataka sana tumpe nafasi ya kujidhihirisha. Mungu anataka sana tumpe nafasi ya kujionyesha. Haleluya. Kwa simu yangu nimetumiwa, nilikuwa naonyesha nafikiri Gibson, nimetumiwa video ya mtoto ambaye alizaliwa akiwa kwa wheelchair, na mama yake akaja kwangu kwa ofisi akaniambia, mchungaji, tafadhali niko na kashida, na walinituma kwako ya kwamba engineer Gilbert Tarasa alinituma kwako ya kwamba Mungu wako anaweza kunisaidia. Na wakati nilipomuuliza shida ni nini, akanionyesha shida kwa picha. Nilipoiangalia karibu nimwambie hiyo baadaye. Lakini unajua kuna hiyo changamoto unaangalia unaona hii baadaye. Mtoto anakaa kwa wheelchair, miguu yote inakaa vibaya. Lakini nikamwambia kuna Mungu aliye na uweza. Tutaingia katika maombi na tutarajie siku moja huyo mtoto atatembea. Haleluya. Na tukaanza maombi na yeye, tukaanza maombi, na wiki jana akanitumia pictures, ananionyesha mtoto amesimama hivi, akaniambia huyu ndio huyo mtoto ambaye tunaombea. Nikasema bado tuendelee tu. Na juzi akanitumia video mtoto akipanda stairs. Baada ya miaka 13 mtoto anapanda stairs. Nikasema kumbe ilibidi pawe na changamoto ili pawe na ushuhuda. Mahali hapana changamoto, hapana ushuhuda. Natangaza kila changamoto yako nikupee ushuhuda. Natangaza kila changamoto ya maisha yako iachilie ushuhuda kwako. I declare and I decree, may every test in your life release a testimony. May every test you have in your life, may it release a testimony. If somebody is hearing me shout, hallelujah. Hallelujah. Palipote palipo na changamoto pana matokeo ya Mungu kujidhihirisha. Mungu anafurahia wakati anapoona shetani amepenyeza kwako, ili kwamba tena anapojitokeza yeye Mungu unajua ya kwamba siishi peke yangu, ninaishi na mfalme wa wafalme. Siishi peke yangu, boss wa maboss ni Mungu wangu, anayeshinda kila kitu ni Mungu wangu. Leo ninatangaza mbingu zikuinue zaidi ya changamoto yako. Nasema imani yako mbingu ipandishe zaidi ya changamoto zako kwa jina la Yesu. Kwa hivyo mtoto wa Mungu utaelewa
elewa ya kwamba changamoto ni njia moja wapo ya wewe kuinuka kwa ngazi nyingine. Wakati unapopigana na mapepo ndogo ndogo, vitu vidogo vidogo, uelewe bado wewe ni wa kindergarten. Lakini wakati unapoanza kungangana na vitu ambavyo vinaonekana vinakuvuta misuli, ujue umekomaa. Na unapopima unashinda, unasema sitawahi pigana na ngazi hii tena. Ndio unakuta mambo mengine unayadharau kwa sababu uliyashinda kitambo. Naomba mbingu ikuwezeshe kushinda ile inayosimama mbele yako leo, na ili kwamba usiwahi kupigana kwa ngazi hiyo tena. Just imagine Pastor Action aamuke asubuhi awaambie, usiku nimelala nikasikia mtu amekuja ananishika mapua, mtu amenishika kinywa. Jamani, hiyo tena sio ngazi yangu ya vita. Nimetoka hapo kitambo. Kama unataka kunipiganisha, usikuje usiku. Usiku unakuwa kana pumzika. Kuja mchana tuonane. Na ukuje, kama unakuja, ukuje na kila kitu unakuja nacho. Tukutanane hivi, uniambie nikuja tupigane. Tupigane jamani. Unakuja usiku jamani, kuna malaika zaidi ya zillion wenye wanapiga kambi juu ya mwili yangu. Huwezi kunifikia. Kuna vita zingine ziko zangu. Angalau nataka kumwambia hiyo yako ni ya kindergarten. Kuna vita kali, vita vya ndoto. Shetani mkali wa mjinga anakuja kupiganisha kwa ndoto. Alo? Mtoto wa Mungu, ninaomba mbingu inue ngazi yako leo, utoke kwa vita za hovyo. Natangaza vita zisizofaa, mbingu nikutoe kwa jina la Yesu. Kila ndoto isiyofaa ni vita za hovyo, mbingu iondoe kwa jina la Yesu. Changamoto zako, natangaza Mungu akupatie changamoto ambazo ukizishinda kila mtu atajua kuna mtu wa Mungu hapa. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Kwa hivyo na Mungu anakuja kuandaa mtoto wa Mungu. Ni sharti ngazi zako za imani zianze kupanda juu. Ni sharti matokeo ya matazamio yako yaanze kubadilika. Jinsi unavyoangalia vitu yaanze kubadilika. Vile unavyojifunza mambo yaanze kubadilika. Uanze kuelewa ya kwamba kila vita ni mlango ya ushuhuda. Haleluya. Kwa nini ni mlango ya ushuhuda? Chochote kisichokuua kinakuimarisha. Mtoto wa Mungu, chochote ambacho kimetumwa kwako kisipofanyikiwa kukuua kinakuimarisha. Na kwa sababu hakiwezi kukuua, basi kitakuimarisha. Na baada ya kuimarika, kesho utafunza wengine. Unawaambia, hata mimi jana nilikuwa hapo na nikashinda. Ikiwa nilishinda, hata wewe. Haleluya. Angalia jirani yako mwambie, tulia. Vita vyangu ni vikubwa kuliko vyako. Nilimwambia watoto wa Mungu, siku moja tu tukiambiwa tuchukue changamoto zetu, kila mtu achukue shida yake ambayo iko nayo, vita yake iko nayo, akuja aterekeze hapa kwa madhabahu. Alafu sote tukuje tuweke hapo, turudi kwa viti. Alafu watuambie, kila mtu tu aende apiki randomly. Wende tu uchukue yoyote huyo utafikia, uchukue tu. Na waambia kuna wengine watasema, pastor, niulizie mwenye hii achukue. Na mwenye alichukua yangu anirudishe. Kwa sababu hii ni ngumu kuliko yangu. Alo? Watoto wa Mungu, msione watu wako wanacheka mkafikiria watu kila kitu kwa sawa. Wengine tumejifunza kutembea katika vita bila wasiwasi. Ndio kwa maana niliwaambia amani ama peace. Amani sio ukosefu wa vita. Amani ni utulivu katika vita. Haleluya. Amani sio ukosefu wa vita, lakini amani ni kutulia wakati vita vinaendelea. Amani ni kujipatia motisha wakati vita vinaendelea. Amani ni kujijengea na kujiumbia moyo ulio mkuu. Unasema haya mambo yanaweza kuendelea, lakini mimi hayatanimaliza. Sasa yaendelee vile yalivyo, na yakimalizika yataenda. Hiyo ndio inaitwa amani. Ninaomba moyo wa amani uje juu yako. Nasema moyo wa amani uje juu yako. Nasema moyo wa utulivu uje juu yako. Nasema moyo wa kutulia uje juu yako. Haleluya. Watoto wa Mungu, tunapoendelea katika huduma,
tunapoendelea katika mafamilia, tunapoendelea katika makazi, tutakutana na watu ambao wameletwa kwa maisha yetu kutujulisha sisi ni kina nani. Halo, tutakutana na watu ambao ni vichwa ngumu, wengine ni vichwa malenge, wengine ni vichwa maji. Unaelezea mtu hivi, tena anakuuliza hiyo kitu, tena unatafuta kumfasiria, tena anauliza hivyo mpaka unasikia kichwa inauma. Unamwambia wewe nini inakusumbua? Kuna watu ambao Mungu amebless kwa maisha yetu, kazi yao ni kutusaidia tujue hasira zetu zimefika wapi, uweza wa kukomaa umefika wapi, jinsi yetu ya uongozi imefika wapi, namna yetu ya kupeleka watu imefika wapi. Sasa usitake kila mtu akusikize na akufuate. Kuna wengine watakusumbua, lakini sio wasumbufu hivyo. Kazi yao ni kukusaidia ujipime umekomaa kiwango gani. Sasa usiwe wakulia kila wakati. Kuna mahali utafika wanapokupima wanagundua wewe sio wa ngazi ya kupimwa madogo, umepelekwa na Mungu ngazi za wakubwa. Haleluya. Sasa ninaomba Mungu akusaidie ujue ya kwamba hakuna mwanadamu aliye na uwezo wa kukuua kabla Mungu hajaruhusu. Kwa hivyo kila chochote atakachokifanya mwanadamu, ukiwa katika mpango wa Mungu, moyo wako utulie, kwa sababu changamoto ni moja wa kukusaidia ujipime ngazi zako. Haleluya. Haleluya. Itafalia nini timu kama wataanza kuwa wanafanya tizi kila siku? Kila siku ni tizi, kila siku ni tizi. Asubuhi wakiamka tizi, na kochi yuko tu tayari, na wanaona wako sawa, kila siku tizi. Jamani, nyinyi mnaitwa nani? Sisi tunaitwa Arambaha. Muite chochote mtaitwa, lakini tutajua utimu wenu siku mtaingia kwa uwanja, wakati mtakapopambana na timu ingine, alafu tunasema hii ni timu ya ukweli. Hiyo tizi huwa wanafanya ni ya ukweli. Usijisifu kwa mdomo. Mimi ni mtu wa Mungu, mimi ninajaa nguvu. Nguvu zako tutazijua wakati changamoto itakapotokezea. Ikitokezea changamoto, basi tutajua wewe ni mtu wa Mungu. Na anaitwa Danieli. Danieli alikuwa mmoja wa wale waliokuwa wakiomba Mungu atimize ahadi yake ya kwamba baada ya miaka 70 watoto wa Israeli watatoka Babiloni. Na Danieli alikuwa mmoja wa wale waliomba ili kwamba hiyo muda isipite. Walikuwa na historia, walijua ya kwamba wakati tulikuwa Misri waombaji walilala, tukakaa zaidi ya muda ambao tuliambiwa na Mungu. Sasa hii muda hatulali, tutaomba. Na wakati shetani alijua ya kwamba mtu anaitwa Danieli amepamba moto ili kwamba watoke katika utumwa, ilibidi asimamishe changamoto. Halo. Na shetani alijua nitakaposimamisha changamoto, Danieli atabadilisha maombi, ataanza kuomba vitu visivyoeleweka, na baada ya hiyo nchi yote itakaa katika utumwa, na watakaa zaidi ya miaka niliyosikia Mungu akiwaambia. Lakini Danieli akajua, nikinyamaza kimya watu wangu watakufa utumwani. Nikipatia changamoto nafasi, basi sio mimi peke yangu nitapotea, watu wangu watapotea. Basi heri nijue mimi ni nani. Mimi ni muombaji wa familia, mimi ni muombaji wa taifa. Nitakapoomba watu wangu watapona. Mungu heri nife nikiombea taifa kuliko watu wote tuangamie tukijificha. Kama unanisikia sema nasikia. Danieli alijua nikinyamaza sote tutakufa, lakini nikiomba sote tunaweza kutoka utumwani, ama mimi peke yangu nife. Hiyo ndiyo nguvu za kuamua kutoka katika utumwa, kwa sababu hakuna mtu anatoka katika utumwa bila kujijengea moyo wa determination ya kwamba heri tufe ama tupone, lakini kwenda tutaenda. Haleluya. Ni kama wale wakoma waine walivyosema, tukikaa hapa tutakufa, tukirudi mjini tutakufa. Heri twende mahali kuna chakula, tukufe tukienda mbele.
Hiyo inaitwa uwezo dhidi ya changamoto. Na Danieli akaingia katika hali ya maombi. Wale watu wakajua huyu mtu anaitwa Danieli, mfalme anampenda kwa sababu kazi ya Danieli ni kufunulia mfalme siri za ndoto, kumpatia revelations za ndoto, kumwelezea siri za ufalme wake. Kwa hivyo mfalme alipenda Danieli, lakini wakajua tutafikisha mfalme mahali hawezi tena kumuokoa hata kama anampenda. Kuna mtu ambaye yuko hapa, changamoto unayoipitia usihitaji mume wako akuokoe kwa sababu hawezi tena. Kwa usihitaji mke wako akuokoe kwa sababu hawezi tena. Usihitaji pastor akusaidie, hawezi tena. Taka sasa mbingu zenyewe zisimame zikufanyie kitu, kwa sababu mahali umefika upendo hauwezi tena kukuokoa. Ni maombi itakuokoa. Haleluya. Na wakajua chochote kinachoweza kuokoa hawa ni maombi. Kwa hivyo tuseme waanze kuomba mahali pengine. Wakatia sheria ambayo inasemwa ya kwamba wataanza kuomba bila kuomba kitu kingine, wataanza kuomba mfalme. Watu wote wataomba kupitia mfalme. Na basi sheria zikawekwa na zikatangazwa. Mfalme alipoona zinamfeva akazisaini. Sikia ngulie siri. Kuna marafiki uko nao, ni marafiki tu kwa sababu hawajaona interest. Wakiona faida yenyewe itawafanyikisha, watakuruka. Watasaini vitu ambavyo vinaweza kukumaliza. Lakini sikiza ngulie siri tena. Hata kama marafiki wa karibu wangelisaini ama wakubaliane na adui zako kwa njia wasioielewa, Mungu hatakubaliana nao. Na Mungu haiko sauti ya watu. Watu wote wanaweza kubaliana. Kama Mungu hajakubali, moyo wako utulie, maana yake utashinda. Mfalme akajua hii imenifeva, akaweka sahihi. Wakaanza kufuata Danieli. Wanamfuata mpaka wanaingia kwa nyumba yake. Kwa nyumba yake. Unaingia kwa nyumba ya mtu, usikize anaomba nini. Unaona mtu anakaa karibu yako kanisani, kumbe anataka asikie wakati pastor atasema, "Pazeni sauti muombe, pazeni sauti." Asikize unaomba nini. Mungu, nimeteseka kwa hiyo. Kameteseka kwa boma. Unajiuliza alitoa hiyo habari wapi? Alikusikiza ukiomba. Mungu, naomba usaidie mtoto wangu atoke katika hiyo mambo ya kukunywa pombe na kuvuta sigara. Mtoto wake unaona wanamficha, wanamtuma kwa aunti. Huyo mtoto wake nilisikia mama yake akiomba eti anakunywa pombe na sigara. Jamani, wakapata Danieli mpaka mahali ya kuombea. Wasikize anaomba nani. Natangaza mahali pote watakufuata. Bado utawashinda katika vita vyao. Hata wakiwa na uwezo wa kuingia katika chumba chako cha siri, bado hapo Mungu atakupa uwezo wa kuwashinda kwa jina la Yesu. Inamaanisha nini? Inamaanisha hata adui yako akipenyeza mpaka kwa pua yako, Mungu ana uwezo bado ya kukuokoa. Haleluya. Haleluya. Oh, Mungu amenisaidia, amenishindia maadui zangu, amenizunguka pande zote, kutoka ukuume, kushoto, karibu pote, hakuna yote amenigusa. Rafiki yangu, kuna wakati atawaachilia wakuguze, ili kwamba utukufu uwe mkubwa kuliko huo wa mbele. Haleluya. Unajua kuna utofauti wakati Mungu, kama Pastor Alfred Kamba wakamka, kuna utofauti wakati Mungu anapookoa huyu ndugu, nikiwa niko hapa anamuokoa tu alafu nasema ningekufikia ungenijua. Na kuna wakati yenye nitakuwa nimemshika tayari, alafu nguvu zikiwa zimemwishia, mkono usiojulikana unifungue na umwachilie. Utukufu huu ni tofauti na utukufu huu. Utukufu unaokuja baada ya adui zako kukuzingira ni mkubwa kuliko huo ambao ungelisikia habari. Ninatangaza mahali adui zako wamekuweka, utukufu wa Mungu ukufungue, ukutoe katika changamoto, hata wao washangae. Kama unanisikia sema haleluya. Nasema usiku wa leo adui zako washangae, waseme mbona tulikuwa tumemshika vizuri, ameenda wapi?
amewapita katika vidole, kwa sababu mkono wa nguvu wa Mungu umemwokoa. Watoto wa Mungu, kuna ngazi za kuokolewa na Mungu. Mungu anaweza kukuokoa kabla haujaingia jangwani. Mungu anaweza kukuokoa ukiwa umeanza jangwa. Mungu anaweza kukuokoa ukiwa katikati ya jangwa, na pia Mungu anaweza kukuokoa, anakupea nguvu ya kutembea jangwani. Halo. Sasa utaelewa kitu moja, mtoto wa Mungu. Njia zote zile Mungu anatumia kukuokoa, anahitaji tu kitu moja kutoka kwako. Ni kuamini yeye zaidi ya magumu yako. Ni kuamini yeye zaidi ya changamoto yako. Ni kuamini yeye zaidi ya shida yako. Ni kumwamini ya kwamba ikiwa amenipa kazi na wameniambia watanivuta kazi, huyu Mungu anatosha. Anatosha. Mtoto wangu mmoja ananipigia simu, ananiambia, nimeambiwa hao watu wote wenye tunafanya kazi hii ngazi yetu yote hawawahitaji tena, watawavuta. Nikamwambia, nani amekwambia? One of my colleagues aliitwa na mkubwa akamwambia hivyo. Nikamuuliza, wewe mkubwa amekuita? Hapana. Sasa colleague yako amekwambia wapi? Huku nje tukienda. Nikamwambia, sasa fanya hivi, hiyo usikuwa na niletea. Akaniambia, nilikuwa nakwambia uombe. Niombe. Mungu alipokupea hiyo kazi, huyo colleague yako alikuwa hapo? Hapana. Wakati huyo mkubwa alifanyisha interview, huyo colleague yako alikuwa hapo? Hapana. Ulilala jana? Nilikosa usingizi. Uende ulale. Unajisumbua, mtoto wa Mungu. Wakikuuliza ni nini na kusumbua, eti nimeambiwa. Umeambiwa na nani? Kuna jirani yangu ameniambia ya kwamba hii wakati yote naona bwanangu anaingia kwa nyumba saa 2 za usiku, anakuaga ameingia kwa jirani. Wakati huo bwana alikuwa jirani hakukuwa. Mumehamia tu hapo juzi. Angalia jirani yako, mwambie utajiua bure. Na unafura tu. Nini? Hai hani. Anajiuliza nini imefanyika? Kumbe jirani amemwambia aliingia hapo kwa jirani. Jamani, nikiingia kwa jirani nimeua. Angalia jirani yako, mwambie utakufa. Kanisa ingine hapo Ngoma, tukasikia tangazo eti kutoka leo hakuna kuhagiana. Kumbe mama mchungaji aliona dada mwingine amehata mchungaji, kimchungaji kikamhaga vizuri. Akasema kai. Tangazo on Sunday, tafadhali kutoka leo hapa kanisani haziko. Jamani, mchungaji hata hagi tu hapo, hata huko nje atahaga. Mwenye anahanyaga atahanya tu. Usijue bure. Kuna mtu kwa hapa kwa ibada kwa mmoja, ibada iishe na mkono ndio tumuulize, hiyo message iliyomo kwa simu yake ni ya nani? Jamani, mtu alikuwa anaandika I miss you, ikaenda instead of M ikakuja K, ikaandika I kiss you. Ni mkono ili type vibaya, unajiuia bure. Utakufa. Unafura. So you mean you kiss them every day? No, I was telling my cousin I miss you. Sasa nako mwambie utajiua. Hallelujah. So kuna changamoto zingine, watoto wa Mungu, sio changamoto, ni ujinga. Niko na magumu, akili yangu imezunguka. Nasikia ni kama akili itanipotea. Wanakuuliza kwa nini? Kwa sababu niko naona ni kama vile mimi dunia hainipendi. So uipende wewe. Vitu vingine sio changamoto. Vitu vingine ni ujinga. Na Roho Mtakatifu aiondoe kwa jina la Yesu. Nasema aiondoe kwa jina la Yesu. Kukataa chakula ni ujinga. Nisikule leo. Mitumbo yako natembea haraka na nitakula kwanza.
Alafu ndio nikuulize, kwa nini haukuli baada ya kushiba? Sasa kwa nyingine siri, mtoto wa Mungu, kama uko hapa na wewe umeolewa ama umeoleka, hiyo kila siku yenye unalalaga umefura hamsemeshani, usinifunue. Kuna kuwaga kashetani kamelala kati yenu. Na watu wengi hapa wamepoteza milango mikubwa mikubwa ya maisha yao, opportunities kubwa kubwa, kwa sababu ya ujinga, sio changamoto. Baba mwingine alikuwa anasafiri, anataka kwenda mahali pa maana, mahali ataenda kupewa kazi, na yeye na mke wake walikuwa 2 weeks hawasemeshani kwa nyumba. Akaona sasa nitaambiaje? Mimi nakuwa na shida moja, ninasinziaga sana. Hata wakiniambia niamke 5 nashtukaga 9. Sasa nitaambiaje huyu mke niko na interview, aniamushe around 4 hapo, ili kwamba nijiandae nisikose kufikia hiyo interview. Kikachukua paper, kikaandika kwa paper. Unajua waongeleshani, utaniamusha na 4, niko na interview. Kikamwekea hapo kwa pilo. Wife akija kulala kukutana pilo, kuna kapepa kuangalia, wewe utaniamusha na 4, niko na interview. Wife akakunja akalala. Ilipofika few minutes to 4, wife akaamuka, kijana akachukua hiyo pepa akageuza huku nyuma akaandika, it is 4. Wake up, amuka, na akamwekea kwa pilo yake na akalala. Kijana kilikuja kushtuka saa 3. Hey! Niko wapi? Kumekuja. Wewe mjinga, nilikwambia uniamushe. Nilikuamusha. Uniamusha, angalia hapo. Jamaa kuangalia kwa pilo. It is 4. Yes, wake up. Angalia jirani yako mwambie utapoteza makubwa. Mungu atusaidie watoto wa Mungu. Mengine tuyaache. Hayatusaidii. Hayatujengi, tuyaache. Sikiza Biblia siri. Wakati wowote tunapotembea na wewe, tukikutana na changamoto, halafu tuachane kila mmoja apigane kivyake, tutashindwa. Lakini tukikutana na changamoto, tukiweka differences zetu chini, tunapigana na changamoto, kushinda ni sharti tushindwe, kwa sababu tukiwa pamoja ushindi ni wetu. Watoto wa Mungu, Mungu ametuleta kanisani na hajaweka marumu. Unaona vile kanisa iko, geuka uangalie. Unaona vile kanisa iko? Kuna room mahali isipokuwa ya sound. Kwa nini Mungu hajaweka rooms? Kwa sababu hataki tuwe na uliziana. By the way, Liza ameshaingia. Iko kwa room yake. Shadows sawa. Na Benja na iko kwa room yake. Mungu anataka tuwe katika mahali ambapo kila mmoja anajua na anaona mwingine, ili kwamba lako liwe langu, langu liwe lako, shida yako ni ibebe, yangu uibebe. Tunaonana, tunajuliana hali, tunatembea pamoja. Kama unanisikia sema haleluya. Sasa mimi Ackson, unafikiria kuna siku kwa nyumba yangu ninaweza kulala bila kujua yeyote mwenye yuko ndani? There is no day in my house naweza kulala tu niseme sijui wanani wamelala kwa nyumba yangu na wanani hawako. Hata ikiwa ni mtu mmoja nitajua imefika saa 5 na sijaona Klaus. Brayo iko wapi? Wananiambia iko kwa Pastor Alfred. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu hata kama nyumba imegawanywa na vyumba, upendo ni zaidi ya ukuta. Hello? Ikiwa sasa nyumba zinazogawanywa na vyumba, upendo upenyeza kwa vyumba,
Hapa mahali Mungu ametuwekea bila ukuta. Ni sharti kupendana, tupendane zaidi, tushikane zaidi, tutembee pamoja, tuwe na umoja na tupigane na changamoto zetu pamoja. Amen. Kama unasikia sema nasikia. Angalia jirani yako mwambie vita yako tutapigana pamoja. Na ikiwa ni yangu usihepe. Shida ni kwamba tuko na Wakristo wengi ambao ni kama my young brother. My young brother anaitwa John. Ni wa kwanza kuanzisha vita na ni wa kwanza kukimbia. Mnaanza ukisukuma tu ngumi hivi, akiona ni ya ukweli utamkosa. Ukija kugeuka hivi unasema John yuko wapi? Amenianzishia mabomu na amepotea. Angalia jirani yako mwambie hata wewe ni John. Hata wewe ni ndugu yangu katika Kristo. Kazi yako kukemea. Shetani tunakufunga, shetani tunakufunga, kikiinuka. Pastor, ngangana nani? Mimi nilikuwa nawaambia, sioni mahali tunaelekea. Hiyo moto, sioni. Jamani, mbona tulikuwa na wewe na tulikuwa sote kabisa tunahakikisha tunaenda? Hapana, kuna wengine ambao wanahakikishaga wanaanza, lakini hawamalizaji. Wanaepaga. Ndio huyo jirani yako. Akiona mnalala na amani, hakuna kelele, anakuwa anasikiza. Hawataongea kitu, anaunda kabari. Sasa mtu ambaye anaishi kwa kujenga changamoto zake mwenyewe kufuatana na kenye kimesemwa ni mtu ambaye hapigani na changamoto, anapigana na ujinga. Sasa Mungu angelikusaidia utofautishe kati ya changamoto na ujinga. Mungu akupe neema ya kujua ya kwamba wakikuuliza ulikuwa wapi, jibu sio unaniwazia vibaya. Umeniwazia vibaya? Jibu ni nilikuwa tao ama nilikuwa kite. Hiyo ndio jibu. Ama ni aje? Sasa jamani, umetoka wapi sasa hivi? So umeniona, umeniwazia vibaya, umefikiria nilikuwa mahali pengine. Wewe sasa jamani, si nimekuuliza tu umetoka wapi? Ukikuta mtu ambaye hajui kujibu ni muongo, na ya pili ni mtu ambaye anajaa madhambi. Alopasi ya uko padini. Jamani, wakikuuliza uko wapi, sema mahali huko. Ukisikia kwa nini? Kwani umeniona? Sijakuwa nimekuuliza uko wapi kwa sababu ninataka kukuelezea habari. Wewe angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. Na wengine wanasema changamoto. Changamoto gani? Kaka yangu umeoa, dada yangu umeoleka, lakini simu yako kuna mahali inapotezaga network. Wakipiga tu sitting room. Kwa nini network haiko hapo? Wewe madhambi. Halo. Ameshakuja. Paka niliona wengine wanaandika kwa simu, Safaricom. Safaricom inanipigia. Wewe nani? Umeshinda fululizo. Kocho. Safaricom imenipigia. Safaricom. Paka naona wengine wanaandika M-Pesa. Kisha nasema shetani ameniiba zangu, mambo yamekuwa mabaya. Hakuna mambo mabaya. Uokoke. Nilionaga mtu mwingine anatoka kwa grupu yetu ya WhatsApp, akatuma message, akafikiria ameitumia mpango wa kando, kumbe ameituma kwa grupu. Hello. Anakaa hivi na mke wake na sote tuko hapo, kisha kaandika, no love, why are you doing this to me? Akatuma.
Akasikia kusema tum, mwangalia hivi. Hapo akakimbia. Unajua sasa kuna watu ni wakora sana kama wewe. Akakimbia kwa scripture inaandika nijaposema kwa lugha lakini sina mapendo. Akachukua hiyo. Then if we speak in tongues without love. Akasukuma hapo kisha kaandika, first of all we must love each other. Akasukuma hapo. Akatujazia maandiko. Ujaze yote yenye unataka. Utangojewa na shetani. Kisha utasema, nimeibwa na zamu. Umeibwa na zamu gani? Mungu afungue akili zako, ujue ya kwamba changamoto utakazozishinda ni hizo zinazokuja kutoka nje, lakini ndani yako hitaji wokovu. Changamoto za ndani zinahitaji nini? Wokovu. Nikiona tu skirt nasikia roho pom, so ishtulize. Tuambie Mungu nifungue roho. Uifanyie surgery. Utoe hiyo. Kama unasikia sema nasikia. Kuna vitu vingine sio changamoto, zingine ni dhambi. Dhambi. Kutubu ni sharti tuzitubu. Na kuzikimbia ni sharti tuzikimbie. Kama unasikia sema amen. Changamoto ninazokuambia leo ni sharti uombe Mungu na uamini utazipitia na uzishinde. Ni changamoto za kihuduma ambazo unakuta mambo ni magumu, unaomba lakini majibu hayajakuja, unakaa katika maombi. Lakini mahali ambapo niliwaambia kuna tofauti wakati uko attacked by a devil na wakati uko attacked by an evil. Kuna tofauti wakati uko attacked na shetani ama uko attacked na uovu. Kama unasikia sema nasikia. Shetani akija kwako, Biblia inasema shetani akija, mpingeni shetani naye atawakimbia. Uovu, evil, uovu, Biblia inasema kimbieni uovu. Flee away from the evil. Am I talking to somebody? Sasa shida ni kwamba tunakimbia shetani na tunapingana na uovu. Unanipenda? Mimi niache. Dada mwingine alikuwa anatuambia, hata wakinifungia kwa room, mimi na yeye, nothing can happen. Wewe, nothing can happen. Wewe, hata room, hata kwa corridor, nothing can happen. Wewe. Kuna watu wengine hapa, wanaume wanakaa wananisikiza, na wengine watawatch wasikize wabadilike. Hiyo changamoto zako zile unasema changamoto, marafiki wanakupea, shindana nazo ili kwamba Mungu akupatie nafasi ya heshima. Amen. Mwanaume mgani wewe? Mwanaume mgani unakunywa sukari na nyuki inatoa sukari? Kuna kitu chungu. Mwanaume ni uchungu. Mwanaume ni uchungu. Unajichocho na angalia hivi unasema nilikuwa nafanya nakana marafiki hivi, wanaweka wanaitisha masikio, wanasema taska, huyo anasema sijui nini, nasema soda. Wote unasema what? Mwanaume mzima anaitisha soda. Wanaume ni mzinga. Kitu unajifanya whisky. Hapo sasa wanaona umekuwa mwanaume, umekuwa sasa mjinga. Anything, chochote kile kenye uko unafanya kwa kutaka kuonyesha watu unaweza, uko unafanya ujinga. Kama unanisikia sema nasikia. Mama mwingine aliniita, mume wake iko na 54 years. Ananiita, nikamuuliza mama nini? Baba kuja unisaidie. Nikamwambia shida nini mama? Bwana wako nini? Anasafa. Nini? Peer pressure. Nikasema 54 years. Akasema anasafa peer pressure. Nikamuuliza aje? Kile tu kile watu wanapangaga na anakijoin. Hata watu wakisema tunaenda Longonot, hata mimi. Peer pressure na mtesa.
Angalia jirani yako, mwambie wewe sio wewe. Mungu atusaidie. Changamoto. Vitu vingine utakataa. Vitu vingine utakataa kabisa. Na vitu vingine hautashirikiana navyo. Vitu vingine hata vikikaa ni kama hiyo ndio mtego wa kukupima, kataa. Kuna watu wenye wako hapa, umeambiwa ili kwamba upewe kazi ni sharti kuweka kitu. Tujuane, tulale. Sasa mtoto wa Mungu, kazi yoyote utakayoipata kupitia dhambi, utaichunga kwa dhambi. Yoyote hiyo kitu unapata kupitia magoti, huo unaichunga kwa magoti. Na chochote unachokipata kupitia dhambi, wakichunga kwa dhambi. Mungu akufungue leo, usikubali ile mtego ambao uko mbele yako. Kwa sababu ukishinda changamoto iliyo mbele yako, kuna matokeo ya kuinuliwa na Mungu. Ukikataa kuinuliwa na watu kwa ukora, Mungu atakuinua kwa njia za ukamilifu. Kama unanisikia sema haleluya. Kuna mahali unafaa kusema hapa imekaa ni kama ni nzuri, lakini sitachukua. Napenda andiko kwa kitabu cha Mwanzo ambayo inasema, nifanyaje tendo hii nikamchukize Mungu wangu? Daudi, Yusufu anauliza, Yusufu anasema, anaangalia mke wa Potifa kwa Mwanzo 39, akamuuliza, mama, ninawezaje tenda tendo hii ili kwamba nimchukize Mungu wangu? Kuna watu hapa hawako wanajaribiwa, wao ndio wako ndio tafuta jaribu mtaani. Nani atanijaribu? Angalia jirani na mwambie huyo sio wewe, lakini unajijua. Basi unajua it is human kuanguka na kusimama. Nani anakuambia umesimama? Huko tu unajivuta chini kwa udongo. Ulianguka kitabu ukakataa kuanguka. Mimi wanaanguka na simama. Jamani, ili kwamba mtu asimame, kuna kwaga kushutana. Wewe hata hujashutana, unalala. Kama wewe ndio ungali unatafuta jaribu, kazi yako kuangalia. Nikasikia mwingine anasema, you know, mimi wa appreciate creation. Appreciate creation. Mungu amenituma nikuambie, mtoto wa Mungu, kuna matokeo ya heshima mtu akishinda jaribu. Kuna matokeo ya heshima mtu akishinda changamoto. Kuna matokeo ya kuinuliwa mtu akikaa mwaminifu hata katika jaribu. Tulikuwa na kikundi yetu ya wanaume, tulikuwa kama 6. Siku moja nikawaambia tunataka kuomba maombi. Wakasema mimi, nikasema tunataka kuomba hii ombi. Tutaambia Mungu. Wakasema Mungu, kutoka leo nikiwahi kuzini nje ya ndoa nipate ukimwi. Hakuna mwenye alijibia hapo. Nikasema ombeni hivi. Nikaona wazee, mbona tumepatana? Tunatembea pamoja. Ndio tunatembea pamoja. Lakini kuna viapo vingine. Ukimwi. Sasa jirani yako mwambie, huyo sio wewe. Lakini tunataka watu wajue sisi ni waaminifu, sisi ni wataratibu, sisi ni watukufu, sisi ni
tunampenda Mungu, lakini tukisema tufanye kiki hapa, unajua mili inaweza kushindwa. Sasa wewe, siku gani wewe utasema nimeshinda mwili? Siku gani wewe utasema nimeshinda mwili wangu? Siku gani utasema nimekuwa na uwezo juu yangu peke yangu? Siku gani utasema nimekuwa na mamlaka zidi ya maisha yangu? Ukiwa na mamlaka zidi ya maisha yako, hakuna pepo itawahi kukutawala. Mungu akupe mamlaka leo. Nasema Mungu akupe mamlaka leo. Nasema Mungu akupe mamlaka leo. Haleluya. Changamoto. Mungu anataka twende zaidi ya changamoto zetu, watoto wa Mungu. Na Danieli alijua ya kwamba wamenipima kwa kitu ninayoifanya kila wakati. Mimi bila kuomba siko kitu. Sasa wamepima maombi. Kwa hivyo mahali pale wamepima, ni sharti niwaonyeshe ya kwamba sitakubaliana na wao. Biblia inasema Danieli akafungua madirisha inayoangalia Yerusalemu, akaanza kuomba. Wakakuja nyuma yake wakamkutana akiomba. Wakaenda wakaambia mfalme, Danieli anaomba. Na Danieli uliandika wa mfalme na ukasaini. Kwa hivyo hakuna kuruka, utamweka mahali tulisema. Na Danieli akaambiwa ya kwamba kufa unakufa, kwa sababu mfalme hawezi kukuokoa kama ni wewe. Wakwambie, andaa maisha yako. Kesho tutakutupa kwa simba. Ni hiyo ya historia ama ya ukweli? Kwa simba. Sasa ngojea mtoto wa Mungu. Unajua simba? Simba ikinguruma hapa, sijui hata kama mimi unajua naweza sema tu kitu moja. Nilikimbia kwa sababu nilitaka nipone, niwahubirie wale wanaokoka. Simba ikitokezea hapa, mtoto wa Mungu, unaona mlango umefungwa hapa, itafunguka. Simba kama umbwa ya mdanganya ikifanya unapotea. Simba wakambia jamaa, jiandae, hiyo maombi yako imekufikisha hapo. Mimi nilifikiria niko naomba Mungu. Kweli kabisa, Mungu anaona kabisa malipo tu anaweza kunipa ni kunitupa kwa simba. Huyu Mungu anaga shukrani. Baada ya hii maombi yote nilikuwa nikimuomba, the only thing Mungu anaweza kunilipa ni kunitupa kwa simba. Halo, hapo ndio mahali maombi yako imekufikisha. Sasa ingia kwa simba. Mtoto wa Mungu, wakati wowote Mungu anaporuhusu adui zako wajisifu kwamba wamekushika, ujue mlipuko wao utashangaza sifa zao. Uwaruhusu wajisifu, watakapolipuliwa sifa yao itashangaa. Habari ya kujisifu kwao itapotea na kila mtu ataongea kuhusu mlipuko. Nafikiri habari iliyokuwa mtaani siku hiyo ilikuwa ni nini? Manze kameshikwa, kesho kiko ndani. Mtu wangu by the way, nilikuwa nakwambia Danieli anajipiga vile kifua eti yeye nini na nini. Kesho mfalme amesema asubuhi. Na ilipofika asubuhi, Danieli alikuwa anafikiria yawezekana ikikaribia hapo Mungu atafanya kitu cha maajabu mpaka washangae. Akaona wakuja kumchukua, wanakuja. Wakifika Danieli anajua watakapotaka tu kunigusa hivi, kuna kitu Mungu atafanya hapa. Kiwashangaza, kuna wanamguza, kuna kitu kinafanyika. Kai Danieli anasema, Mungu hata kama kuna kitu kinafanyika, nakupenda tu, pita hapa. Wakainua yeye wakabeba. Na wanaenda wanasema, "Mshimuona? Naye ni mtu hovyo tu kama watu wengine. Naye ni mtu kawaida kama wengine." Eti pastor. Pastor anaona mimi naye haibika tu kama wengine.
Lakini walipofika kwa shimo, wanaangalia simba ziko ndani, msema Daniel anasema hapo unajua Mungu anaweza kuniokoa kwa hao watu wako na akili. Lakini hizo hazifikiri mpango. Mungu kama kuna kitu utafanya, utaifanya hapa. Kwa sababu nikiingia huko, hapo sasa maana yake matumaini naisha, kwa sababu heri hata ungenigusa mioyo ya hawa wenye wako na akili. Lakini hizo, sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu, hata mambo yakienda vibaya mpaka koti yote inakaa ni kama wameamua kukumaliza, judge wa mwisho anaitwa Mungu. Anaitwa Mungu. Huyo hakimu wa mwisho mwenye uhukumu walio hai na waliokufa anaitwa Mungu. Daniel, tunakusukuma ndani. Ndani. Hamna hata ngoma. Ingekuwa wewe ndiye Daniel, hapo ndio naanza kuuliza Buddha, lakini nilikufanya. Baadaye nilijua nini? Niliwafanya nini? Mlikuwa mnasema kuomba. Sawa basi. Nitaacha. Sikuwa najua mko serious. Hii story pia sikuwa na wazee itafikia hapa. Sasa kama ni kuomba ndio mlikuwa mnasema, sawa basi nitawajoin. Lakini Daniel alinyamaza kimya. Sasa mbie siri, mtoto wa Mungu. Kuna mahali akili zako zikifika mwisho, usitaki akili zako ziwe za Mungu. Zako ndizo zimefika mwisho, za Mungu zingali zinatumika. Nyamaza, Mungu amalize chake. Wakamsukuma 1 2 3. Daniel anakaa. Daniel akiguza chini, kimekuwa kama simba kikasema, wazee wametutupia huko sukuma, wametuletea majani. Unajua Daniel, Biblia inasema wakati mwingine hapo alikuwa kwa maombi, alikuwa anakula tu majani peke yake, hakuwa anakula nyama. Simba zikaona majani, wametudharau, wametutupia huku makabeji. Lakini Danieli kinasema gani? Kinasogea hivi, kinaangalia simba hivi. Anaona anakaa majani. Na zinashindwa tu. Danieli anajiuliza, what is happening? Kama watu wenye wako na akili wanashindwa kunielewa, hizi zinanielewa. Lakini kumbuka kitu moja, mtoto wa Mungu, niliwaambia hakuna siku maombi itawahi nuka kenye Mungu hataki inuke. Kumbuka kitu, maombi yako ikifika mahali ya favor inanuka favor. Ikifika mahali ya vita inanuka silaha. Ikifika mahali ya kuinua inanuka promotion. Nilikuja kukutangazia wewe, omba tu. Endelea kuomba. Kama kuna kitu Mungu hawekaki kwa jalala, inaitwa maombi. Biblia inasema kuna chumba mbinguni wanaweka maombi ya watakatifu. Haleluya. Na huwa inanukia a sweet smelling aroma. Ndio Biblia inasema kwa kitabu cha Revelation. Niko naongea na mtu hapa. Wewe kama uko muombaji, unaombaga hata kama ni dakika 2, omba tu. Kuna siku hiyo mchanganyiko ya maombi yako itanuka vitu tofauti. Unapofika kwa simba unanuka majani gani hiyo? Sikia kile kinasema manabu. Kinapenda manabu kia. Paka simba nafikiri zikaanza sikia anaanza nuka tumbago. Ananuka bangi wewe. Simba zikasema wametudharau. Nikawaambia kama simba zikamsikia ananuka majani,
Maana yake simba ziliambiana, hao watu wanajiona ni wajanja. Aje wanaweza kuona mtaa mzima imefanya ujinga, alafu watupatie mtu kamoja kamungu. Tutatoa taifa. Tutarudishia Mungu huyu mtu wake. Na kwa sababu Biblia inasema ukinitolea fungo la 10, nitafungua madirisha ya mbinguni. Niko naongea na mtu hapa. Sasa siku ziliona tutarudishia Mungu huyu mmoja, alafu milango na madirisha ya mbinguni yatafunguka juu yetu. Jamani, ilipofika asubuhi, Biblia inasema mfalme akakosa usingizi. Alipofika asubuhi, akaenda kwa mbali akaita Danieli, Danieli, je, Mungu wako alikuokoa? Soma Biblia yako. Biblia inasema Danieli akamwambia, uishi mfalme. Uishi mfalme. Maana yake nini? Ujifunze kujua changamoto yako inalenga nini. Changamoto yako haijalenga uadui. Changamoto yako inalenga utukufu wa Mungu. Sasa acha kuona uadui na watu, anza kuacha Mungu apate utukufu wake. Danieli hakutaka kuwa adui wa yeyote. Uishi mfalme. Mfalme anasema mimi ndio nilimtupa huko jana. Tena anasema niishi. Unajua ni kuibia siri mtoto wa Mungu. Wakati adui zako wanatarajia kukumaliza, alafu wanakukuta kanisani ukisifu, ukidance, ukiimba, ukipokea neno la Mungu, wanajiuliza kama tulimpiga na anasifu, atakapogeuka kwetu atatumaliza. Changamoto yako haijakuja kukuletea uadui na watu, imekuja kupatia Mungu utukufu. Waliokukataa jana watakuheshimu kesho. Waliokufukuza jana watakutafuta kesho. Ninaomba upate moyo wa amani na utulivu. Kesho Mungu atashangaza watu. Mimi Mungu aniinue, anipee gari. Nitaanza bonga moja baada ya mwingine. Utawahi pata hata wheelbarrow. Akupee nini? Bali ya kuomba gari kugonga watu, tuombe silaha. Sikiza Biblia siri mtoto wa Mungu. Walikataa kukufungulia geti jana ili kwamba kesho wakusalute. Nasema ili kwamba kesho wakusalute. Kuna maofisi nilikuwa naenda, niliwaambia tu 8 mimi hapa. Nilikuwa naenda kwa ofisi fulani, nikifika hivi kaka security ananiambia, "Wewe nini?" Ambia hakuna. Nakimbia. Sina, ninakaa upepo. Nimeparara. Sasa ninaanza kaenda. Nasukuma kitambi mbele. Nafika hivi. Hello sir. Yes, hello. How can we help you? No, we'll help each other. And they're like, oh, sorry. Hata unaingia supermarket, unasikia watu supermarket, welcome bishop. Unasukuma, thank you. Kitambo. Mwengeuzie CCTV huko, huyo jamaa siweke kitu kwa mfuko. Bila anakaa, anaweza pita na kitu kwa mfuko huyo. Sasa usijiue kwa sababu ya vile ulivyo. Sio watu wanaongeaka, ni muda unaongeaka. Muda utakapotimia, waliokudharau jana watakuheshimu leo. Waliokukataa wakati huo watakusalute bila kutaka. Waliokuona hoja watakukubali, kwa sababu baada ya changamoto ukuu unakuja. Baada ya kudharauliwa heshima inakuja. Baada ya kufukuzwa mkono wa Mungu unasimama. Leo nimekuja kukutangaza mtoto wa Mungu, nenda juu ya changamoto yako. Nasema nenda juu ya changamoto yako. Nasema inua macho zaidi ya changamoto yako. Nasema badilisha mawazo, nenda juu ya jaribu unayoipitia. Kuna mema mbele. Kama unanisikia sema haleluya. Kaka yangu kwa hapa, unakatia, wanakukataa. Nikaona mwingine vet ametuachia barua kubwa hivi. I hope you will understand me. I am killing myself because
Anatupatia explanation. The only woman I was to marry got married last week. Na anakutana amefunga kamba hivi, anashika miguu tuko yaani. Eti pastor, omba kwanza tumshushe, kaza shusha huyo. Niombe nini? Mimi nimemtuma niombe. Shusha huyo mwende muziki. Ulijua kwa nini? Eti aliketi married. Wasichana wakaisha duniani. Na wakati nilifanya utafiti nione nani aligeti married, anakai. Nikasema kai, huyo amejua kwa hii. Ni kama wakupee sumu kwa nani? Amrenda. Nikasema kai, my sister. Ni nini liuwa huyo? Ama ulimstua? Kaka yangu, dada anaweza kusema no, sio dunia imesema no. Dada yangu, kaka anaweza andika barua ama message akwambie never call me again. Sio dunia imekukataa. Wekelea kamaji, vaa nguo nzuri, pita barabarani, kama hujui kwa kwenda simama signature. Somebody will see you there. Don't kill yourself. Fanya window shopping. Zunguka by the way one day. Ndio napendaga hii dispenser. Na kama nzuri. Okay. So tukupelekea hapo, no, hii nitanunua after 5 years. Fanya window shopping. Tuliza moyo wako. Watu ndio wamekukataa, sio mbingu zimekukataa. Am I talking to somebody? Changamoto yenye uko unapitia ni ndogo, mtoto wa Mungu. Nasema ni ndogo, ni muda tu uko ndani. Huo muda utaisha. Uzuri wa muda vile vile asubuhi inakujaga na ikifika jioni mwangaza inapotea. Na hivi saizi wenye watazaliwa saizi ama wenye wataamuka saizi waangalie, wanafikiria hivi ndio tunaishi. Hatuishi hivi. Baada ya masaa 12 muda utabadilisha hii. Hii giza itaondoka, mwangaza yenyewe itajileta, mambo yataanza kubadilika. Sio mimi ama wewe, ni masaa yanaongea, yanasema giza limetosha. Sikiza Biblia siri, ikifika saa 11 giza inakaaga hivi tu. Unajiuliza, kai ni saa 11 na ni giza sana. Kuna wakati tunatokaga mimi na Klaus, tunaingia kwa barabara mapema, ninaenda kwa mkutano town, ninaangalia ni 5, giza ni kali sana. Tunawasha mataa, tunaweka 100, tunaenda chatu tusonge. Tunafika mahali hapa hivi Mombasa Road, tukiwa tunasonga tu, unashangaa hatujui nini natuambia mzime sasa mataa. Tunazima mataa. Hatujui nini natuambia. Mnaweza sasa kuanza kuona wenye wako kwa magari zingine. Tunaanza kuwaona. Then we wonder, na hiki kikiza kile kilikuwa kina intimidate, kimeenda. Kumbe ni masaa yanaongeaka. Kumbe ni masaa yanaongeaka. Kuna wakati yenye itakaa giza, unafikiria hivyo ndio maisha yako. Hapana, ni masaa ya giza. Giza iko na muda yake, ikiisha inaisha. Mwangaza akija, giza anakimbia. Natangaza usijiue, ngojea muda. Kama unasikia sema haleluya. Mtoto wa Mungu, unaweza kuwa leo unalalia mattress inakaa ulimi. Lala tu. Umeshaona unalala ukiamuka hivi unaamka na mattress inakushika. Ni hivi. Lala. Mimi nilikuwa naambia, tulikuwa na jana nilikuwa na nani mmoja Njoroge Grace, nilikuwa nawaambia kitanda yangu ya 3x6 tena ilikuwa ya juu double decker. Ninageuka nasikia Yesu Kristo. Hiyo kitanda ilikuwa inanifunza kuomba. Kwa sababu wakati wowote naweza kuanguka. Ninageuka hivi najikuta mwisho, nafungua macho.
Nasema asante Yesu kwa kutukuruhusu mimi kwenda huko. Tena maombi yanaendelea. Ilikuwa muda. Angalia mwenzako mtikizo mwambie ni muda. Angalia jirani yako mwangalie kwa uso mwambie ni muda. Ni muda. Nilikuwa na mattress nyingine. Umeshaona mattress? Ilikuwa na kanguo kingine hapo ka green kana kwa maua hivi. Kama mattress kana kaka ulimi kama ka shule ya kwa shule ya Gineta. Kama mattress kingine. Hizo ndio wanaenda wanakompoteshia wale wenye wanakwenda kufanya kamp. Kama mattress kingine. Na kametoka kwa hiyo nguo, sio eti nguo imekazunguka kote, kametoka huku. Na huku bali kametoka, ni kachafu. Paka kuna wakati nafikiria miguu yangu inachafuka. Ninaangalia kama dress kingine hivi. Unajua unasikia kitaka mwenye wako chini wanakwambia kina John wanakwambia usituangushe. Naambia ni waangusha kwani waone kitanda imekaza. Kesho asubuhi tukaze kitanda vizuri ushaanza imilisha vibaya. Unasikia and that was my life. Na niko naomba hiyo wakati hapo nilikuwa nafanya mafungo. I remember that time I was fasting 50 days. Niko nakula peke yake mango moja kila jioni na kikombe ya maji. Na ninaamka 50 days maombi, naenda mlimani maombi, naonyesha watoto wa Mungu mbingu zimenena, mbingu zimeongea, kuna matarajio, kuna matokeo ya wapi. Jana nilikutana na mama mwingine ananiambia, Pastor, nafurahi kukuona. Hiyo tracksuit yako iliendaga wapi? Nilikuwa na tracksuit, akakuwa kanatoka kwa mwili. Walikuwa nafikiria nakachenjaga kila wakati. Nilikuwa nakafua usiku. Nakafua usiku kana. Alikuwa kazuri ka nylon. Kana kauka mapema. Tena nisha kavaa. Mtaani tena. Na wananiona, jamani, huyu jamaa wa tracksuit ya blue. Ilikuwa muda. Nakumbusha watu, jana nilikuwa na watu wangu nikuwakumbusha. Tunapiga chai. Ukipiga chai ukitaka kuweka hivi inakuja na hiyo kitu yote ya omena. Mko na sufuria moja ndio mnapigiaga omena, ndio mnapigiaga chai. Ukitaka kuweka chai inanuka omena, mnaosha tena. Kwa duka walikuwa wanajua mwezi haijaisha hawawezi kukonye madeni. Unakuja tu unasema kibiriti. Ni kama mnachangia duka. Kitabu yako wewe unapaga tu hapo. Anachukua kibiriti. Nisaidie na pesa kununua gasi. Wewe hakuna. Hii yenyewe ni ya kununua mafuta ya taa stove. Inakataa kuwaka. Tulale. Hello? And we lived that way. Na tunachukua picha. Kwa studio. Unatuma kila mahali. Watu wanaanza wale wa jamaa wameendelea. Kumbi ni nguo za studio. Ulivaa kashati ka studio na kajinsi ka studio ukafanya hivi. Wakachukua picha. Na maombi kuna kuambia kwa moyo, kuna siku Mungu atatukumbuka. Kuna siku mambo yatakuwa mazuri. Kuna siku mambo yatabadilika. Sikiza nikwambie siri mtoto wa Mungu. Ni muda tu ya mali ambapo uko. Usikate tamaa. Mapito hayatakumaliza. Amen. Ikifika wakati giza imetosha, mwangaza inaanza kuja. Nasema mwangaza inaanza kuja. Na uzuri wa mwangaza itakapochukua muda kidogo tu, giza inakimbia. Naomba leo Mungu akupatie mamlaka ya kujitia moyo na kutokukata tamaa. Hata mambo yakiwa yanakaa magumu, usikate tamaa. Unakaa unaomba tu, unakaa unaamini Mungu tu. Sikiza nikwambie siri nyingine mtoto wa Mungu. Kuna muda wa kusaidia watu. Na kuna muda ambapo kama hauna cha kusaidia watu, usijiue. Hello? Najua kuna mtu anaweza jiuliza kwa nini pastor anakuwa so generous, anapendaga kupeana. Napeana kwenye niko nacho. Kuna wakati nilikuwa generous, lakini siwezi peana. Wananitumia kama message home. Tulikuwa tunataka sijui unaweza kutusaidia kwa project fulani inaendelea. Wananidharau.
wanaona mimi naweza toa wapi, kwa sababu mambo makuu. Ulikuwa unazunguka hivi, unaonaga benki hapo, unajiuliza wenye wanakuwa na account wanafanyanga aje? Halo, hata siku hii mtu ananiambia fungua M-Pesa, namuuliza nifungue M-Pesa ili kwamba nani anitumie ama nitumie nani, na tutumiane mimi? Halo, am I talking to somebody? Naongea na mtu hapa. Wakati yenye hauna cha kupeana, shukuru Mungu. Wakati yenye hauna cha kutoa, shukuru Mungu. Umwambie Mungu, ninajua kesho na mimi nitakuwa kati ya wale ambao hawatakuwa wakibaki kwa viti. Wale ambao watakuwa wanapita mbele, na wanapoenda hapo mbele nao wanaonekana katikati ya wale wanasimama na kazi yako. Usijiue mtoto wa Mungu. Muda ndio utaongea. Angalia jirani yako, mwambie ni muda tu. Mwangalie vizuri, mwambie ni muda tu. Kesho tutaheshimiana. Patia Mungu makofi mazuri. Oh, ninataka na mimi niwe kama fulani, ninataka na mimi niwe kama fulani. Hapana, hautakuwa kama mtu yeyote. Uwe vile ulivyo, na ujikubali vile ulivyo, na utembee vile ulivyo. Mungu atakuheshimisha. Danieli akasema, mimi nitabakia tu na kawaida yangu ya Danieli, na nitakuwa vile nilivyo, na Mungu atanisaidia. Na Biblia inasema wakati mfalme alipouliza Danieli, akamwambia uishi mfalme. Mfalme akasema, basi nimegundua Danieli iko sawa, mumutoe. Akatoa Danieli. Danieli kikakuja. Sio Danieli ndio alikuja akasema nimetoka, shika huyo, shika huyo, shika na huyo, muwapeleke huko. Hapana, sio Danieli. Ushindi unajiongeleaga. Ukikuta ungali unaongea haujakuwa mshindi. Ushindi inajiongeleaga. Pastor Action anaamuka, nataka mniambie nani wako ananiongea? Walisema mtakuwa ndiye naye, muiseme msiseme, itaendelea. Manake haiendi mahali kwa. Ushindi inajiongeleaga. Nyamaza. Wewe wakikutoa huko kwa shimo ya simba, wewe funga kimya yako, enda. Huyo mwenye anakutoa kwa shimo ana uwezo ya kukutetea nje ya shimo. Huyo Mungu mwenye ataondoa umaskini kwako, ni huyo Mungu ndiye atafungua familia yako, ni huyo Mungu ndiye atakupatia mwanzo mpya, ni huyo Mungu ndiye atafanya watu wakuheshimu, ni huyo Mungu ndiye atakupa mwanzo. Kama unanisikia sema haleluya. Danieli ya kwanza kusema, mfalme umenitoa huko, shika huyo, shika huyo. Hapana. Angalia jirani yako, mwambie acha kisasi. Ni ya Mungu, mtoto wa Mungu. Wewe yako ni kuachana utukufu wa Mungu, usiipiganishe. Danieli alitoka tu. Na alipotoka tu hivi, Biblia inasema wakawashika wote na watoto wao na wake zao. Wakasema yawezekana hawa simba siku hizi hawakulagi watu tena. Tuwapime tuone. Sasa nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Simba wanakulaga watu, lakini hawakulagi kila mtu. Jaribu inamalizaga watu, lakini haimalizaki kila mtu. Shida na changamoto zinamalizaga wengi, lakini si kila mtu. Ndio kwa maana Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya 60 ya kwamba simama uangaze, maana nuru yako imekuja. Giza itaikumba dunia na pande nne zote, lakini kwako nuru ya Mungu itaangaza. Maana yake sio wewe ndio utafanya giza ipotee duniani, lakini nuru ya Mungu kwako itaangaza hata katika giza. Na uzuri wa nuru inakuwaga inaangaza sana wakati kuna giza. Watoto wa Mungu, let me confirm. Hizi nyota zenye ninaona zinakuwaga hapo mahali ziko mchana.
Lakini kile kinafanyaka tusione, mwangaza wa jua ni mkubwa kuliko. Sasa ni giza ndio inaifanyaga nazo zinaonekana. Sasa kuna wale ambao ukitaka kuonekana wakati wengine wote wanaonekana, wanakupoteza. Sasa ni wakati wenyewe wewe unafikiria umeachwa, kumbe ndio neema ya kukufanya uangaze. Nilikuwa nahubiri mahali hapo Nyamira, nikawaambia wakati Mungu alichukua akaambia Noa, ingiza wanyama katika karika, katika safina, kwa sababu karika inakuja. Nyama mmoja ambayo Noa kuingiza kwa safina anaitwa samaki. Hakuna mahali Biblia inasema Noa kaingiza samaki. Biblia inasema kaingiza ndege wa anga na nyama wa kutembea mjini. Samaki akaiacha. Nafikiri samaki maana alikuwa akafura. Ameingiza wengine wote kwa karika, kwa safina, ameniacha mimi. Kwa nini mimi amenidharau? Kwa nini mimi ameniacha? Hapana, hajakudharau. Kumbe Noa hakumuingiza kwa sababu Mungu alijua kenye nitaleta ni madhara kwa wengine, lakini kwa samaki ninaleta mvua na maji ni madhara kwa wengine, lakini kwa samaki maji ndio utulivu. Akiingia katika safina atakula majani pamoja na wanyama wengine, lakini akibaki nje wale wenyewe watakufa. Atakula nyama fresh, atakula kitu fresh, kipaba kinakufa na mtoto wake, samaki anakula macho, hiyo siku anashiba. Am I talking to somebody? Mahali ambapo ulifikiria umesahaulika, haukusahaulika, ulikumbukwa. Ndio kwa maana Mungu atakufanyia wewe surprise yako nje baada ya wengine. Wengine wote wamepita harusi zao, pastor ameunganisha wakaenda. Kumbe Mungu anakungoja ili kwamba harusi yako ndiyo ifanye pastor aanze kuunganishia mahali hakukuwa anatarajia, kwa sababu good ideas zimeshakuja na harusi yako imeshasetiwa standards. Lakini mimi Mungu ameniacha, Mungu hajakuacha. Wewe ni samaki, kula kitu kizuri. Angalia jirani yako, mwambie acha kucomplain wewe. Haleluya. Tunapoendelea na somo yetu ya kujifunza kwenda juu ya changamoto, mtoto wa Mungu, nataka tujue kitu moja. Usipojiua utaona mafanikio. Usipovunjika moyo utaona mafanikio. Usiporuhusu changamoto yako kukumeza, muda itaimeza. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Nataka tukua dakika moja, uchukue dakika moja tu. Uinua mikono yako, sema Bwana Yesu, niliyokuwa nikiyaogopa sitayaogopa tena. Magonjwa niliyoyaogopa sitayaogopa tena. Njaa niliyoyaogopa sitayaogopa tena. Umaskini niliyoogopa sitaogopa tena. Vyote nilivyokuwa nikiviogopa sitaviogopa tena, kwa sababu nimegundua una mpango mzuri hata katika changamoto yangu. Unajua ni nini unataka kuifanya ili kwamba utukufu ukurudi wewe. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, waambie Bwana tu asante kwa sababu anakuwezesha kwenda zaidi ya changamoto yako. Unapompatia Bwana hiyo makofi, mwambie asante kwa sababu unaniwezesha kunipeleka zaidi ya changamoto yangu. Asante kwa sababu unanipeleka zaidi ya changamoto yangu. Umenipeleka zaidi ya changamoto niliyokuwa nayo. Akili zangu umezifungua kugundua ya kwamba nikistahimili utanipeleka ngazi za juu. Wewe Mungu uko mwema, wewe Mungu uko mwaminifu. Asante Mungu kwa sababu changamoto ninayo haitanimeza, changamoto ninayo haitanimaliza, changamoto ninayo haitanimaliza. Wewe umenipeleka ngazi za juu kuliko changamoto yangu. Umeinua viwango vyangu zaidi ya changamoto yangu. Ambia Bwana asante kwa sababu hautakufa, utaishi, utatangaza matendo makuu ya Mungu.
tunasema wazi na dunia itajua ya kwamba Mungu anatendaga. Watu watajua ya kwamba Mungu angali anajibu. Watu watajua ya kwamba kuna Mungu mbinguni anayetendea watoto wake. Ambia Mungu ni asante kwa sababu anatosha. Mwambieni asante kwa sababu anaelea. Baba, tunatangaza usiku wa leo, kila mahali ambapo tulipatia shetani nafasi, tunatubu leo. Tunatubu leo. Kila mahali ambapo tulipatia miili nafasi, tunatubu leo. Kila mahali ambapo tulipatia dunia nafasi, tunatubu leo. Neno lako linasema tusiipende dunia wala mambo yaliyomo. Tunaomba utusamehe. Na kila mahali ambapo tulibaki waaminifu lakini changamoto zikaja nyingi, unaenda kufungua mlango wa kushinda changamoto zetu. Unaenda kujipatia utukufu kupitia changamoto tunayo. Unaenda kufanya kitu cha kushangaza kila anayetuzunguka. Ndio kwa maana tunainua tena mikono yetu, tunakushangilia, tunakushangilia, tunakushangilia kwa ushindi unaotupatia zidi ya changamoto zetu, kwa jina la Yesu. Amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you.